Simba inarejea dimbani, inarejea mazoezini kunako siku ya hii leo kwa ajili ya maandalizi kuelekea katika mchezo wa michuano ya CRDB Federation Cup mwaka 2025-26, mchezo ambao utapigwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa Meja General Isamuhyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam dhidi ya timu ya B19 kutoka katika ligi ya Championship, ndio ambao wanakwenda kucheza nao, wakati Simba wanarudi mazoezini kujiandaa na mchezo huo mara baada ya kumalizika kwa dabi ya Kariakoo. Mezungumza na afisa habari wa kikosi cha B19 Felix Makota, na kubwa zaidi katika kujua kuhusiana na maandalizi yao kuelekea katika mchezo huo. Felix Makota anasema wao tayari wapo katika maandalizi kule Kigamboni jijini Dar es Salaam na wako tayari kwa ajili ya kumshangaza mnyama mkali Simba. Tumeamua kuweka kambi Kigamboni, eneo ambalo ni tulivu, na hasa ukitazamia hii mechi ambayo tunaenda kucheza Jumamosi dhidi ya Simba. Ni mechi ngumu, ni mechi ambayo inahitaji maandalizi kabambe. Kwa hiyo uongozi uliona ni vyema ikaweka sehemu ambayo ni tulivu, ambayo inafaa kwa ajili ya maandalizi, na kiujumla maandalizi yanaenda vizuri. Kwa upande wa management wameshafanya mambo yao yote ambayo yanatakiwa wayafanye ili kuifanya timu ikae vizuri, lakini pia kwa benchi la ufundi likiongozwa na kocha wetu mwenye weledi kabisa, nao wanaendelea vizuri kuipambania timu, hasa kuifundisha kwa mbinu zote ambazo zinatakikana kwenda kuiendea hii mechi ya Jumamosi. Lakini mambo yamekuwa mengi sana, mnazungumza maneno mengi sana. Nini hasa ambacho pengine kinawapa jeuri kuelekea kwenye mchezo huu? Jeuri ni ya kimpira tu, jeuri ni ya kimpira kwa sababu mpira wa sasa, mpira tunauita modern football. Modern football ni inabebwa na maandalizi mazuri. Maandalizi mazuri ndiyo yanayo-identify matokeo ya dakika 90. Kwa sisi tunajiamini kwa maandalizi ambayo tunaenda kuyafanya dhidi ya Simba ni maandalizi ambayo yanaonyesha ni jinsi gani tunahitaji ushindi hiyo siku. Na ukiangalia kwa ujumla maandalizi yetu yametokana zaidi na mapungufu ya Simba, lakini pia na ubora wa Simba. Tunaijua Simba ya sasa ina mabadiliko makubwa, hasa ukiangalia mabadiliko yao waliofanya katika kipindi hiki cha dirisha dogo ni mabadiliko makubwa ambayo mfano hata kwenye mechi ya dabi unaona kidogo ni timu ambayo imeimprove. Sasa sisi tulitumia ile mechi kuangalia ubora wao uko wapi na mapungufu yako wapi, na tumeyaona mapungufu yao na kocha wetu mwenye weledi tunajua kabisa anaenda kuyatumia vizuri kabisa katika viwanja vya mazoezi ili tuende tukapata ushindi siku ya Jumamosi. Wapo ambao wanawabeza kuwaona kama hamtaweza kufanya chochote mbele ya mnyama mkali Simba. Unaweza kuzungumza kitu gani ama kuwaambia nini? Tunaamini kabisa wanatubeza kwa sababu ya ubora wa timu ambao tunaenda kukutana nayo. Lakini sisi tunawaambia kabisa wajipange kisaikolojia kwa sababu tunaenda kuishangaza Tanzania. Tunaenda kuishangaza Tanzania na Afrika kwa ujumla kwa sababu tunajua kimizania ni timu mbili tofauti zenye madaraja mawili tofauti. Of course sisi tunacheza ligi ya Championship lakini wao wanacheza ligi kuu. Tunaamini kwa mizania hiyo Simba wapo bora, na ni kweli wapo bora. Na sisi tunajua kabisa hiyo siku tukiendea hii mechi tutawapa kabisa ubora wao, tutawaheshimu Simba, lakini kabisa wajue tunawaheshimu, lakini wakati huo tukiwawinda kwa ajili ya kupata matokeo katika hiyo mechi. Na tunaamini kabisa kwa ubora wa wachezaji wetu, bahati nzuri mabadiliko yetu na sisi tuliyofanya kwenye benchi la ufundi, lakini pia na maingizo machache ya wachezaji, tunaamini kabisa tunaenda kupata matokeo hiyo siku ya Jumamosi. Felix Makota, afisa habari wa kikosi cha B19 akizungumza siku ya leo tetana Simba katika hatua ya 32 bora michuano ya CRDB Federation Cup mwaka 2025-26, na kiteta kweli namna gani ambavyo ngoma hii anaiona. Hivi ni kweli wanaweza wakashangaza Simba? Kwenye football hakuna ambalo linashindikana, lakini kuna nafasi ndogo sana. Ukisema kwenye asilimia basi tunaweza kusema kwamba ni asilimia 2 kwenye kati ya 100, kwa maana asilimia 98 bado Simba na nafasi kubwa ya kusogea kwenda kwenye hatua inayofuata. Na nadhani tumekuwa tukitoa mifano ya muda mrefu sana na haijawahi tokea tena kwenye siku za hivi karibuni timu ya kwa timu za madaraja ya kawaida kuweza kuziondoa Simba na Yanga kwenye hatua hizi za mtoano, kwa maana kwamba unazungumza Simba aliondolewa na Green Warriors, sijui aliondolewa na Mashujaa wakati wakiwa wako ligi daraja la kwanza, kuna msimu wakaja wakaondolewa wakiwa wako ligi kuu pia. Ni muda mrefu sana ambao umepita.
Lakini tukizungumza kwenye timu ambazo ziko kwenye madaraja ya chini, Mashujaa alimuondoa mara ya kwanza kwa daraja la kwanza, akaja akamuondoa kwa yuko ligi kuu. Lakini kuzungumza kwenye zile timu ambazo ziko kwenye madaraja ya chini zikaweza kuiondoa Simba kwenye michuano ya FA ni muda mrefu sana ambao umepita. Hapa tunazungumza Mashujaa, tunazungumza Green Warriors. Nadhani Simba wenyewe pia wanajua namna gani ya kuiendea hii michezo. Wanakumbuka kwamba washaiondoshwa kwenye hii michuano kwenye kipindi ambacho hakuna mtu alikuwa anatarajia. Kwa naamini Simba anakwenda kwenye mchezo confidence iko kubwa, lakini pia wanajua namna gani ambavyo wanaweza kutoa heshima pia kwa mpinzani yoyote ule ambao unakwenda kukutana nao. Kumbuka michezo ya FA ni michezo ambayo imekuwa pia ikiwa na nature tofauti na mchezo wa ligi kuu, kwa maana kwamba mchezo wa ligi kuu unajua nikiangusha alama hapa kuna mechi nyingine ambayo naweza kwenda kucheza na nikapata hizo alama. Hata yule ambaye amekuzidi kama utakuwa na mchezo naye, maana yake pia unaweza kutumia huo mchezo kuweza kupunguza hiyo gap. Lakini kwenye michezo ya FA hakuna namna hiyo, ukishafungwa ukishaondoshwa ndio hivyo, usubiri mpaka msimu unaokuja. Kwa kwangu mimi binafsi naamini kwa klabu ya Simba wana nafasi kubwa sana kuweza kwenda kuwatoa B19 kutokana na kikosi kikubwa ambacho wako nacho, na sidhani kama Simba anaweza kutumia wachezaji wao kina Basageo kina Anset Oura kuweza kuondoa B19. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaweza kwenda kutumia wachezaji wa wale wa Kepen bana yes, wale wachezaji ambao yes, kwa maana kwamba wachezaji wao ambao huwa hawatumiki mara kwa mara, wale wachezaji wa chaguo la pili wanaweza kwenda kutumia, na mwisho wa siku timu inaweza kwenda kupata matokeo. Hawahitaji kutumia gia kubwa sana kuweza kwenda kujiandaa au kwenda kucheza na B19. Kwangu mimi binafsi anachokizungumza Makota nadhani ni kwenye eneo moja tu. Eneo ambalo anahitaji ni kuweza kutengeneza huo mdaharo kwenye vyombo vya habari, mechi izungumzwe ili mashabiki wajitokeze kwa wingi ili waweze kupata hizo pesa. Kumbuka kwenye FA ni tofauti na kwenye ligi. Kwenye ligi timu mwenyeji pekee ndiye ambaye anapata mapato, lakini kwenye FA kuna hiyo 60-40 kama kumbukumbu zangu ziko sahihi. Kwa hiyo binafsi kitu ambacho anajaribu kukifanya ni kuweza kuhakikisha kwamba ni kutengeneza hali ya mashabiki kuufuatilia huu mchezo. Kumbuka pia Simba anavyocheza na Dar City pia. Afisa habari wa Dar City alizungumza sana, na tulishuhudia pia mara baada ya pale idadi kubwa ya mashabiki wajitokeza kwenda kuona hawa Dar City wana kitu gani, mbona wanajiamini hivi. Ndicho ambacho anajaribu kukifanya pia afisa habari wa B19 kwa ajili ya kuweza kutengeneza kwa nini wanajiamini hivi. Mashabiki watajitokeza ndani ya uwanja kwenda kuitazama hiyo mchezo. Na kumbuka Simba ametoka kucheza michezo mingi mikubwa, ametoka kucheza michezo ya CAF Champions League zidi ya Esperance de Tunis, amecheza zidi ya Yanga kwenye wiki chache zilizopita. Kwa ile kiu ya mashabiki kwenda kutazama hii michezo midogo huwa inapungua. Kwa unapompata afisa habari ambaye anaweza kuhype mchezo, maana yake inawafanya pia hata mashabiki wa klabu ya Simba ambao walikuwa wanatamani kwenda kutazama mchezo kwenye TV wakahairisha na kwenda uwanjani moja kwa moja kwenda kuangalia ni nini ambacho kinawafanya B19 kuweza kutamba mbele ya Simba Sports Club, miongoni mwa timu ambayo ina historia kubwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Ni nyingi hasa hizi za Dar es Salaam, hata kama ni ndogo, lakini zikicheza na Simba na Yanga na kama wanakuwa hawaogopi kitu hivi. Yaani ni kama hawana heshima nao hivi, wanaozungumza vile wanavyojisikia na nini, lakini mwisho wa siku wanapigwa 6 na nini. B19 hii unaionaje kwako? Ni ngumu kwa B19 kwenda kubato dhidi ya Simba Sports Club ambayo kwenye misimu 4 haijaambulia taji lolote lile. Na huu ni msimu wa 5. Na nilishawahi kusema msimu huu kila mashindano ambayo Simba watashiriki watahitaji kupambana wawezavyo ili waweze kupata taji. Kama wataondoka tena bila taji msimu huu itakuwa ni masikitiko makubwa sana. Kwenye misimu 5 Simba wanaondoka bila kuwa na taji lolote. Nadhani B19 wanajichongea kaburi. Yaani wanajichongea jeneza wenyewe mbele ya Simba Sports Club, kwa sababu Simba wanauchukulia serious mchezo huu. Wanaamini kwamba huku ndio eneo ambalo hakuna gap la point 5. Hili ni eneo ambalo lipo open. Ukishinda mchezo wako unasonga mbele kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo Simba wanahitaji kuconcentrate zaidi. Huku kwenye gap la point 5 unaweza kuanza kupiga ramli kwamba huyu aangushe 20 mali ni msogelee, lakini huku ukichanga karata zako vizuri unaweza kwenda kufika kwenye hatua nzuri na ukachukua kombe. Kwa hiyo B19 siwaoni kama wana wachezaji ambao wanatosha kwenda compete dhidi ya Simba. Na kuna siku moja niliwahi kupiga story na mwalimu mmoja, akawa ananiambia kwamba mwalimu unaweza kuwa unatoa heshima kwa timu ambayo unakutana nayo. Lakini kwa bahati mbaya msemaji na wachezaji wasitoi hiyo heshima.
Kwa hiyo ni heshima isiyo na nidhamu, kwa sababu mwalimu anawaheshimu wapinzani, anatengeneza approach nzuri. Kesho anaenda kukutana na mchezaji anakwambia, kwa nini tuwaogope Simba Sports Club? Wao wana wachezaji 11 na sisi tuna wachezaji 11. Kwa nini tuwaogope? Wachezaji wao wana miguu miwili, wana mikono miwili, na sisi wachezaji wetu wapo hivyo hivyo. Hayo ni maneno ambayo yanatoka kwa baadhi ya wachezaji, mengine yanatoka kwa baadhi ya wasemaji. Mmsikia msemaji wa B19 jinsi ambavyo anapambana kuifanya mechi iwe kwenye hype kubwa sana, jinsi ambavyo anafanya mechi ianze kufuatiliwa na watu wengi, watu waanze kujiuliza B19 wana kitu gani ambacho kinaweza kuisurprise Simba. Lakini kwenye mchezo wa football surprise zipo, lakini sio surprise ya B19 kwenda kupata matokeo mbele ya Simba Sports Club. Na ikitokea B19 amepata matokeo mbele ya Simba Sports Club, itakuwa ni story kubwa sana kwenye football. Lakini ikitokea Simba amemfunga B19, haiwezi kuwa story kubwa sana, kwa sababu B19 ni timu ambayo ipo kwenye daraja tofauti na Simba, na quality players ambao wanao Simba wakikutana na B19 ni nadra sana kuweza kuona B19 wanaweza katoboa. Hii ni michezo ambayo utamshuhudia uwanjani hata Vedastus Masinde kwenye base ya midfield. Sitoshangaa kumuona na Bikamala pamoja na Semfuko. Fullback wa kushoto Anthony Mligo atarejea kwenye kikosi. Duchu ataingia tena kikosini kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji waliocheza dabi wapumzike. Anaweza kukuta kwenye eneo la ushambuliaji linaongozwa na Baraka Mwangosi. Elie Mpanzo ambaye siku za karibuni anaingia kutokea sabu, anaweza kupewa minutes naye akaanza. Kwa hiyo naamini ni michezo ambayo mwalimu atawapa nafasi wachezaji wake ambao hawajapata muda mrefu wa kucheza, lakini sio tu kuwapa nafasi, atawapa nafasi na kuwasisitizia kwamba lazima wajitume, lazima wafanye vizuri ili mradi waweze kusonga mbele. Kwa hiyo ukija kuangalia tu wale bench warmer ambao wanakaa pale ndani ya Simba Sports Club, wakienda B19 wanaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza na wanaweza kupewa hata kitambaa cha unaoza. Kwa hiyo B19 wanapaswa kuheshimu Simba, wanapaswa kujua hii ni timu kubwa Tanzania, na hii ni timu ambayo ina quality players wengi na ina kocha wa viwango vikubwa sana. Maneno hayatoshi, wanapaswa kuja kuprove ndani ya pitch kwenye kile ambacho watu watakiamini. Mfano mwepesi, kuna timu ilicheza na Azam kwenye raundi ya kwanza ya FA, ilikuwa inaitwaje ile timu? Endowment. Okay. Yes, Endowment. Mwalimu wao hakutoa maneno. Msemaji wao hakutoa maneno, lakini walienda kuprove mbele ya mbinu za Florent Ibenge. Unakumbuka Shimuibe hapa aliongea. Na ni kweli Endowment walionyesha soka safi. Yaani waliheshimu Azam, sehemu inapohitajika kutoka kwa counter attack wakaona toka kwa counter attack. Na ndio jinsi ambavyo football ipo. Usiongee kwenye mitandao. Njoo ndani ya pitch wa prove watu kwenye kile ambacho ulichonacho. Onyesha ubora wako, watu watakusifia. Lakini hichi ambacho wanaendelea kukifanya our B19, naamini kwamba wanazidi tu kujichongea mbele ya Simba Sports Club, na sitoshangaa hata ikiwakuta dhama ambayo hawakutarajia kukutana nayo kwa jinsi ambavyo Simba imejitengeneza siku za karibuni, na kama watakuwa na hali ambayo walikuwa nayo kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Yanga kwenye dabi, naamini itakuwa ni ngumu sana kuweza kuzuirika Simba. Haya, sawa. Huko ni kunako michuano ile ya kombe la